Sawa. Lakini unajua bosi kwa nini aseme ni mimi? Lakini pia mimi hajanipa taarifa kabisa. Kwa hiyo kesho mimi nakuja kazini. Ni kweli hili swala natakiwa nifanye kwa siri sana. Kwa sababu hata mke wangu akijua itakuja kuwa tatizo kidogo. Lakini unajua baba mimi anipendi kabisa. Na sijui hata kwa nini anipendi. Kwa sababu toka nimemwambia aniachie kampuni ameng'ang'ania tu. He? Basi tuombe Mwenyezi Mungu isije ikawa hivi. Alo mume wangu, nilikuwa natoka dukani lakini ghafla nimeanza kuumwa na tumbo sana hapa njiani. Linaniuma sana kiasi ya kwamba siwezi hata kutembea. Niko maeneo ya hapa barabara kubwa. Sawa. Shida nini mke wangu? Shida nini? Tumbo linauma sana. Pole. Inuka twende moja kwa moja hospitali. Inuka. Itaidi. Ikaze. Inuka kidogo. Ikaze mke wangu. Ikaze. Pole. Ikaze. Inuka kidogo. Dada Lai, unajua Chichi anajua kila kitu kinachoendelea humu ndani. Yaani nyinyi kila siku ugomvi, kila siku makelele. Msipojiangalia, mnaweza mkampoteza huyo mtoto. Na kitu sichokijua. Niliongea na Chichi. Niliongea kwa kumtega tu. Nilimwambia nitakupeleka kwa bibi yako. Unajua kilitokea nini?
Yaani alifurahi. Alifurahi. Kwa hiyo ndo mlivyokuwa mnadanganyana hivyo? Huyo babake si mpaka akubali? Maana mtu amekuwa kama mbogo vile yani. Na alichokisema hataki kuona mtoto akitoka hapo ndani. Kwa hapo sasa na kuongeza tatizo juu ya tatizo. Usichokijua. Yaani ni action tu ya kwanza. Huna haja ya kuogopa. Shona. Unamjua lijitu lilivyokuwa kama mbogo vile yani. Lile sio jina tu, ni mende anayetembea yani. Unataka mimi hii nyumba iwake moto kabisa, niwe na shina kosa la kabisa yani zaidi hapa. Embo kama hayo mawazo mlikuwa nayo, embo acheni kwanza. Yaani jaribu hata kumsaulisha hayo mawazo. Acheni kabisa. Habari za kwenda kwa bibi yake kwa Maki nitakuwa kwenye majanga zaidi hata ya hayo. Embo acha kwanza. Nalijua lijitu lilivyokuwa kama mbogo kwanza. Na hivyo ndo akisikia mtoto ndo hayupo ndo kabisa. Nitakuwa sijui kwenye hali gani mimi. Kwa achana nalo kwanza. Sikia nikwambie dada. Yaani siwezi mimi nikakaa humo ndani, nikaona unateseka tu humo ndani unapigwa kama ng'ombe. Yaani siwezi. Siwezi kabisa. Labda nahisi umenisahau. Yaani mimi sijabadilika kabisa. Yaani Shona ni yule wa mwanzo. Mimi sijabadilika. Labda tu nikwambie. Yaani kama hamtajirekebisha tena, ukae na mume wako uongee naye, hii tabia sitaki. Na kama mmeshindwa, mimi nitamrekebisha mume wako. Tena nitamnyoosha. Nahisi umesahau. Wewe Shona. Ndio mwisho siku natanitema kwa wanawake zake ndani tena. Ewe Mungu Mwenyezi, maumivu siwezi, nimetoka machozi mimi. Makosa gani haya? Ushenzi gani unaofanyika huko? Ndo nini sasa? Baba. Vipi? Kwani kuna tatizo? Tuli mkeo kanimwagia maji machafu mimi. Napita tu anamwaga maji machafu. Mimi? Lakini huyo ni mkweo. Nahisi itakuwa ni bahati mbaya tu. Bahati mbaya kabisa, mtu unamuona. Mtu unamuona, pana bahati mbaya kweli? Mtu unamuona kabisa. Sio kusudio. Lakini sawa, tutaonana. Yeye na mimi, nani mwenye nyumba hii? Na kama akachoka kukaa katika nyumba hii, mimi nitamuondoa. Akai kabisa hapa. Pole sana babangu. Yaani nitakuzingua. Ashim. Hizo mambo za hivyo umeanza lini? Hebu sikia. Mimi kuna kitu kwamba nataka tuzungumze.
Au mambo yako ya kukaza umeanzalia? Hivyo wananichukulia hize au kwa sababu navaa hivi nipo hivi? Oya, mimi sio kinalili wako. Nitakufanya kitu kibaya utakaa uamini. Wewe au kinalili umewajua? Sitaki kujua. Ila jua umeuchokoza huu moto. Na mafaili yako yote ninayo tena kumpa dada. We bonzo kwembe wewe. Yaani nitakugonga makofi na hapa nitakutimua. Wewe naona unijui vizuri. Jaribu. Una nini tena jamani? Wewe Shon. Na nini kugombana na shemeji yako? Mbona una adabu eti? Sikia dada. Usitafutie machozi kwenye maji wakati vyote ni vimiminika vina rangi moja. Chukua huu mtungi wako wa gesi. Aujaze gesi. Mgonjwa wangu anaendelea. Fuata usi. Tuli. Abe. Vipi? Mbona mkeo amepita hapa analalamika kama mmwagia maji? Imekuwaje? Ni bahati mbaya mume wangu, sijafanya makusudi. Sasa jitahidi kuwa makini. Akikukasirikia hakutokuwa na amani ndani. Sawa mke wangu? Mume wangu, nimekuelewa. Niko jikoni. Chozi langu la samaki mvuvi halioni, moyo unavuja damu, kuishi tena sitamani kukita. Mgonjwa ni nani yako? Mgonjwa ni mke wangu Dokta. Okay. Kwanza kabisa nikupe hongera. Mgonjwa wako tunampima, ameonekanika ni mjamzito. Lakini pia amepata mshtuko. Na hii huwa inamkuta mjamzito yoyote endapo tu anakuwa anakosa chakula kwa wakati au kuwa na stress nyingi. Lakini yuko salama kabisa. Yuko salama. Lakini pia kuna tatizo kubwa sana. Tatizo gani Dokta? Ujauzito wa mkeo ulitishia kutoka, lakini haujatoka. Tunatakiwa tupige ultrasound ili tuweze kujua hali ya mtoto aliyeko tumboni. Wewe cha kufanya inatakiwa uende pale mapokezi ukafanye malipo laki, kisha tuendelee na matibabu. Dokta, samahani. Mimi kiukweli kabisa hali yangu sio nzuri. Je, hapo kwenye laki na 10, haiwezi ikawa hata nusu au mkanipunguzia kidogo? Haitapungua. Ila nikuombe sana, jitahidi ufanye tena kwa wakati. Sawa. Basi naomba niende nyumbani basi mara moja ili nikaangalie namna itakavyokuwa. Basi sawa.
Wewe kumbe una mwanaume mwingine? Amna bwana, yule alikuwa ex wangu. Alikuja kunifusi turudiane. Nimemkataa. Nimemkataa eh? Nimekuona mwenye kwa macho yangu. Au sijakuona? Umenikera? Nimekelekwa sana. Sasa sikiliza. Wewe mwenyewe unajua jinsi gani mimi ninavyokupenda. Mimi nakupenda sana wewe. Unataka unipe pressure afu nife? Utaniua mimi wewe. Yaani pale nusu nianguke nife tu. Haitojirudia. Yaani ninachokipata mimi ndio na ule mtu ndio vile. Si ndio maana nakupa pesa nini? Penzi lishakuwa kubwa sasa hivi. Tuachane nayo. Tuachane nayo vipi bwana? Unanikera wewe. Sasa unisikilize. Ongea. Ongea nakusikia. Mimi hapa nimekuja na wazo. Una wazo gani? Nilichoamua. Kama kubaki na wewe, nataka nibaki na wewe tu. Na kama kubaki na Pepe, nibaki na Pepe peke yake. Nasikia. Mimi pamoja na utu uzima wangu. Lakini nikikukosa wewe mimi najiua. Nakufa kabisa. Tulipofikia mimi sina jinsi. Basi, kama unanipenda, nishauri nini cha kufanya. Wewe unataka kushauri nini? Huko ndani tuko watatu tu. Mimi, wewe na mwanako Pepe. Tumue. Wewe vipi wewe? Yaani nimuue mtoto wangu mwenyewe, damu yangu, kwa sababu ya mapenzi? Wewe unaweza? Wewe vipi wewe? Wewe kama unipendi, si ndio? Sikiliza. Hilo unataka kunifanya. Nifanye, lakini usinihusishe mimi. Usijali. Ile niachie mimi, nitamchungulia kitu. Chozi langu la samaki, mvuvi halioni, moyo unavuja damu, kuishi tena sitamani. Najikuta kwenye jangwa, wakunisaidia hakuna. Maisha haya, maisha haya, maisha haya ni machungu na maumivu. Maisha haya, maisha haya, maisha haya ni machungu na maumivu. Nimetoka machozi, kuvumilia siwezi. Ewe Mungu Mwenyezi, maumivu siwezi. Nimetoka machozi mimi, maumivu siwezi.